Chuo Kikuu cha Dar es Salaam leo kimezindua kliniki ya msaada wa kisheria, hatua inayolenga kutoa huduma za kisheria kwa wananchi wa ndani na nje ya chuo kupitia ushauri na uwakilishi wa kesi za madai. Uzinduzi huo umefanyika chuoni hapo na kuhudhuriwa na wadau mbalimbali wa sekta ya sheria pamoja na wanafunzi wa chuo hicho. Mkurugenzi ya huduma kwa wateja wa chuo hicho, Neema Mori, amesema chuo hicho kupitia majukumu yake makuu matatu ya kufundisha, kufanya utafiti na kutoa huduma kwa jamii, kimejipanga kuhakikisha msaada wa kisheria unawafikia wananchi kwa ufanisi. Sisi kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam huwa tuna majukumu matatu makubwa: ufundishaji, kufanya utafiti, na la tatu kubwa ni kutoa huduma kwa umma. Kwa hiyo kliniki hii imeingia kabisa kwenye kile kipengele cha tatu, huduma kwa umma, na tunafanya tukishirikiana na wadau mbalimbali, kwa sababu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hakifanyi kazi peke yake. Tunashirikiana na sekta ya umma na sekta binafsi ili kuweza kutoa huduma bora kwa jumuiya ya Watanzania wote. Kwa upande wake, Edith Shekidele, wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, amesema wizara ina jukumu la kuratibu huduma za msaada wa kisheria nchini kupitia sheria ya msaada wa kisheria ya mwaka 2017. Amesema ushirikiano na vyuo vikuu hususan Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni fursa muhimu ya kupanua wigo wa upatikanaji wa haki kwa wananchi. Kama Wizara ya Katiba na Sheria, ambao tuna jukumu la kuratibu huduma za msaada wa kisheria nchini kupitia sheria ya msaada wa kisheria ya mwaka 2017, tumekuwa tukishirikiana na vyuo vikuu vyote nchini ambavyo vina kliniki za huduma za msaada wa kisheria, ikiwemo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo leo hii ni nafasi ya kipekee ambayo tumeweza kushiriki, lakini faida ya hizi kliniki ni kwamba zinaweza kuwafikia wananchi ambao wana uhitaji wa kupata huduma za msaada wa kisheria, hivyo zinaenda kupanua wigo wa upatikanaji haki. Kwa kama Wizara ya Katiba na Sheria, tutaendelea kushirikiana na vyuo vikuu vyote ikiwemo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika kliniki hii ya msaada wa kisheria kuhakikisha wananchi na watu wenye mahitaji maalum wanapata huduma hizi za msaada wa kisheria bure pasipo malipo yoyote. Mkuu wa idara ya sheria za uchumi UDSM Florencia Kimario amesema kwa muda mrefu chuo hicho kupitia wahadhiri na wanafunzi kimekuwa kikitoa msaada wa kisheria kupitia kamati iliyoundwa mwaka 1967, lakini kwa kiwango kisichokidhi matarajio. Ameongeza kuwa baada ya kupitishwa kwa sheria ya msaada wa kisheria mwaka 2017, chuo kimefanikiwa kubadilisha mfumo huo na kuanzisha kliniki rasmi kama sheria inavyotaka. Kipindi hiki kirefu sana, wanafunzi wengi waliopita shule kuu ya sheria Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wamepata kufanya kazi kwa kujitolea na kamati ya msaada wa sheria, lakini pia walimu ambao wanafundisha sheria katika shule kuu ya sheria wamekuwa wakifanya kazi kwa kupokea majalada kutoa msaada wa kisheria, lakini haikuwa katika viwango ambavyo tulikuwa tunavitazamia. Ndio maana baada ya kutoka sheria ya msaada wa kisheria mwaka 2017, sisi wote tulikuwa tukitazamia kutoka kwenye kamati kwenda kwenye kliniki kama ambavyo sheria ilikuwa inatuhitaji kufanya. Kwa hiyo nimesema tuna furaha kwa sababu lengo hilo sasa limetimia. Na tunashukuru sana partners wetu ambao ni GIZ ambao wametuwezesha na wametupa a push ya kuweza kutusaidia sasa kuanza kufanya kazi kama kliniki ya msaada wa sheria. Naye mratibu msaidizi wa kliniki hiyo Ulimboka Mwasomola amesema huduma zinazotolewa ni pamoja na ushauri wa ufuatiliaji wa kesi za madai, huku kwa kesi za jinai wananchi wakielekezwa kwenye vyombo husika vya kisheria. Kliniki yetu inatoa huduma za msaada wa kisheria kwa wahitaji mbalimbali katika jamii, na tunatoa zaidi huduma hizi katika masuala yote ya madai. Hatutoi msaada wa kisheria katika mambo ya jinai kwa sababu kisheria haya ni mambo ambayo yanaratibiwa na mahakama moja kwa moja, na pale inapotokea tunawapata wateja wanaohitaji msaada katika masuala ya jinai, basi tunawaelekeza kwenye chama cha wanasheria Tanganyika ambako wanaweza wakapewa msaada katika masuala hayo. Miongoni mwa wanufaika wa huduma hizo, Asia Ali Mwinyi ameeleza namna kliniki hiyo ilivyosaidia kufanikisha shauri lake lililodumu kwa miaka 3, huku akitoa shukrani kwa usaidizi aliopata na kuahidi kuwa balozi wa kuitangaza kliniki hiyo kutokana na mafanikio aliyoyapata. Nashukuru Mungu, tulianza kesi yangu
kama miaka mitatu iliyopita, yani kesi imechukua miaka mitatu. Ni mmojawapo wa mteja ambao nilikuwa na faili kubwa sana ofisini, lakini end of the day tulikuja tukafanikiwa. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa watu ambao walinipa ushirikiano mpaka kufikia tamati ya kesi yangu. Mimi wito wangu kwa jamii ni kuwakaribisha katika kliniki ya msaada wa kisheria ambao umefunguliwa rasmi. Kwa hiyo watu mtaani, na mimi pia nitakuwa kama ambassador wa kuitangaza kliniki hii kwa sababu ya mafanikio ambayo nimeyapata kutokana na kliniki hii ya msaada wa sheria wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa uzinduzi huu, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinatarajia kuongeza mchango wake katika kuhakikisha wananchi wanapata msaada wa kisheria kwa urahisi, hatua inayolenga kupanua zaidi wigo wa upatikanaji wa haki nchini.